Imekuwa ni wiki na mambo mengi ambayo yamefanyika. Ni kueleze tu makuu kama manne hivi ambayo yamefanyika wiki hii. Sasa baada ya Rigathi Gachagua kuibua mjadala wa afya ya rais amerejesha makombora na wote hao kutoana nguo hadharani, ndilo linaendelea hadi leo. La pili ya mafuriko wiki mbili sasa zilizopita na kupelekea maafa ya watu karibu 50. Mafuriko hayo yamerejea Nairobi kwa kishindo wikendi iliyopita na kuendelea kuharibu mali na maisha ya watu. Pole kwa wote ambao walifiwa. La tatu, Rais William Ruto alikubali kuwa amekuwa kwenye kizaazaa cha usimamizi wa hospitali ya Nairobi, akisema taarifa zilimfikia kuwa achukue hatua na akachukua. Haya, viongozi wa bodi wanasema la sivyo. Na kumekuwa na moto kwenye soko kubwa la Toi. Wafanyabiashara wanasema hatua hiyo ni ya kuwafurusha kutoka kwenye soko hilo, ila Gavana Sakaja anasema sivyo. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo zimepiga na kugonga vichwa vya habari wiki hii. Mduara sasa uanze. Nyinyi ambao mnasema vile nimekonda, enda mjiangalie kwa kioo. Si mnaona vile hao watu wamekaa? Si tumbo karibu inapasuka? Kichwa imevura sijui kiasi gani? Mtazamaji, kwenye karatasi yangu ambayo nilikuwa nafanya research, nina maswali mengi sana kwa Boniface Mwangi. Nimekuwa jioni ya leo nikiangalia maswala ambayo yamekuwa akikumbana nayo kwa muda sasa, miaka zaidi ya 15. Ila tuanze. Karibu sana kwenye studio zetu Boniface Mwangi. Asante, nashukuru kwa hapa. Asante. Mwanaharakati na mwaniaji wa urais mwaka 2027. Boniface, tuanze la hili la karibu zaidi. Anapotusiana rais hivyo na aliyekuwa naibu wake, sababu yeye ndiye aliyemchagua Rigathi Gachagua. Na wewe ukiwa mwaniaji wa urais mwaka ujao. Taswira ipi ambayo inakukujia? Mimi nasema ni vizuri sana vile wanavyopigana, kwa sababu unatueleza. Nafurahia sana kwa sababu wanatueleza siri zao za ndani. Hao watu walikuwa marafiki, walikuwa wamegombea kiti kimoja, yeye alikuwa mgombea rais, walikuwa mdogo wake. Kwa hivyo anajua Gachagua vizuri. Akisema kwamba Gachagua alifanya mauaji na labda ni ukweli, kwa hivyo mimi nawaamini. Yeye ndio rais. Rais yako na intelligence, yako na majasusi ambao anampatia habari. Kwa hivyo mimi namuamini. Pale ametukosea kidogo, angepiga hii ripoti katika kituo cha polisi, ndio kuko na upelelezi na wale ambao wamehusika washikwe. Wacha wapigane, watu wavuane nguo, tujue ukweli kabisa. Anapoingizwa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, sababu hata naye amepigwa makombora na rais na Eugene Wamalwa. Ndio. Nimekuona kwa mitandao ukisema ni vizuri sababu Fred Matiang'i anajulikana. Kwa nini unampiga Fred Matiang'i? Nasema ukweli kwa sababu ukisikia hata wanasiasa wote wanasema kwamba kulikuwa na shamba pale Roraka ambayo ilikuwa ni shamba la serikali. Akiwa waziri akauzia serikali hiyo shamba na akachukua hiyo pesa. Madai, lakini sisi tulisema kwamba lazima afunguliwe mashtaka, jifunguliwe mashtaka. Hilo ni la kwanza. La pili, wakati alikuwa waziri, kulikuwa na mambo ya River Yala. Watu walikuwa wanachukuliwa, wanawekwa kwa gunia. Ni wewe mlitambua na kumbuka wakati huo? Na Hussein Ali tukenda huko. La tatu, Kenjacoma Brothers. Na pia wakati kulikuwa na uchaguzi wa mwaka 2017, kulikuwa na machafuko. Watu waliuliwa Kisumu, waliuliwa Nairobi. Nani alikuwa waziri? Yeye ndiye alikuwa waziri. Kwa hivyo ule jamaa afai kuwa kwa ofisi yote. Na kurudisha Matiang'i ni kurudisha uhuru. Hatutaki Yaran Boy wa uhuru ama kibaraka kia uhuru kufanya kazi katika nchi. Lazima tuwe na mwanzo mpya, tufagie wale wote ambao wako katika usukani, tuanze upya kama nchi. Sasa tuanze lako hapa sababu hawa ni la viongozi. Ndio. Unapotaka urais, na najua ulizindua manifesto yako, na ndio hii hapa ni shilingi 1000 za Kenya ambazo zimepigwa picha pale ndani, na vile vile anasema vile ambavyo anapenda nchi yake. Watu watasema ulifeli starehe hapa Nairobi. Utakuwaje rais? Wakati wakati ilikuwa ni tofauti sana. Kuko na revolution agency, kuko na vijana wengi ambao walikuwa wanataka mabadiliko, na ulikuwa unasema kwamba katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 kulikuwa na watu zaidi ya milioni 10 kupiga kura. Walisema kwamba wanataka kuchagua shetani na mdogo wake, ama wako na mtu wowote pale. Walisema katika wale ambao walikuwa wanawania wakati huo wote ni wabaya. So mimi nasema kwamba mimi si mbaya. Mimi nikisimama rais, mimi sitawaua, sitawaibia, sitawaabduct.
So nasema kwamba mkinichagua mimi ndio afanyia kazi, nitatunza pesa zenyu. So niko na uhakika kwamba na niko na Kiswahili sema kikija na kizungu kiseme. Sasa no, I am very hopeful about my run kwa sababu najua kwamba vijana wengi kizazi kipya kinataka viongozi bora na viongozi ambao hawana kashfa yoyote na hawajahusika kumaliza nchi yetu ama kuibia wa Kenya. Kuna watu watajiuliza sasa Boniface kama alishindwa mwaka 2017 anataka kuwania tena miaka 10 baadaye. Mbona asimpe Rais Ruto nafasi yake amalize muhula wake wa miaka 10 ikiwa atachaguliwa mwaka ujao? Atachaguliwa, kwanza atachaguliwa, lakini wakati wake umekwisha. Yeye wakati aliua vijana pale nje ya bunge, wakati alihusika katika hao mauaji, usukani wake uliisha. Ile kwamba pia kuna mzazi wowote ambaye anapenda watoto wake na anapenda nchi, anaweza pigia mtu ambaye alisema kwamba polisi wapige watu risasi. Na baadaye akasema sasa wakipigwa wapige risasi ya mguu. Na mwaka uliopita vijana wengi sana walishikwa katika nchi hii, wakapelekwa katika koti ya terrorist pale Kahawa. Vijana wadogo walienda kuandamana kupigania haki na ukweli. Badala kupelekwa kotini ya mambo ya kuhusika na maandamano, wakafunguliwa kesi za terrorism. Kuna mtu wowote, kuna mzazi wowote anaweza chagua kiongozi kama huyo kuendelea kuongoza nchi yetu. Unasema rais, sababu si mara ya kwanza umerejea kusema rais hatachaguliwa tena. Una uhakika upi hatachaguliwa tena? Kwa sababu kutoka Gen Z wenda kwa barabara hadi leo hii jamaa halali. Ndio unaona amekonda hivyo. Jamaa kila siku sikiza umeturejesha kwa kukonda. Umuoni kila wakati ako juu ya lori, ako juu ya hiyo gari kama makanga. Unajua yule ni kama anashinda kwa makanga kwa sababu kila wakati ako akiamuka ako juu ya gari kama makanga. Akiamuka ako juu ya gari. Juu amekosa kazi, anajua kazi imeenda. Sasa anajaribu kutubembeleza kama wa Kenya, tumsikize, tumuone, tumchague tena, lakini hawezi chaguliwa tena. Wamejaribu kufanya kitu inaitwa nyota, naita watu state house, wanawapatia pesa, naita walimu, lakini hebu shikilia hapo ya kukonda sababu umeturejesha huko. Alisema nini Rais Ruto? A character who has gone to manipulate the will of his brother to disenfranchise, to disinherit widows and orphans, and he wants to give us a lecture about stealing. You cold-blooded thief. You are not going to be anything in this nation. You belong to the rotting jail. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Na watu tawaja halale. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Umeona vile amekonda? Boniface Mwangi, unazungumza lugha moja na Rigiji. No, ni kweli lakini ulisemezana. Hapana, tusijasemezana, lakini yule jamaa kuna shida mingi sana kwa sababu anajua kwamba unajua uoga kubwa sana wa Ruto si hata kukosa kuchaguliwa muhula wa pili. Uoga wake ni kwa sababu akienda nyumbani atafungwa jela. Huyo jamaa na wasiwasi mwingi sana. Na nasikia anaita Rigiji mwizi, lakini pia yeye alikuwa amestakiwa na wizi wa shamba la Muteshi na akalipa compensation. Kwa hivyo si ati ni mtu msafi, amehusika Western Hotel, ni very open, amejenga kwa shamba ya serikali, alikuwa amejaribu kuja kwa shamba la Langata Primary School, alikuwa amepelekwa Hague kwa kesi ya mauaji, na kwa sababu hiyo kesi ilianguka, hiyo kwa sababu kuwa na ushuhuda wa kutosha, ni wale washuhuda walipotea. So ni vizuri wakora kitana wakora ndio Wakenya wajue ukweli kabisa. Hatuna udhabiti kwamba walipotea, labda Boniface Mwangi anajua. So unasema hawa wote ni wakora. Na umeleta swala ambalo Rigiji amezungumzia kuhusu, ameuliza pesa ngapi zitamtosha rais. Yeye Rigiji amesema. Ndio. Na nimekusikiza siku za hivi karibuni kusema kwamba kwenye manifesto yako. Ndio. Tuseme kwa kimombo utadeal na wale ambao wanaiba pesa za umma na kuona una kamba ya nini? So kamba hii ni kuambia ndio symbol, inaitwa nyonga hao okoa Kenya. Wale ambao wanaiba mali ya umma, pesa ya wananchi, pesa ya afya, pesa ya shule, pesa ya elimu, au wanafaa kunyongwa. Tutabadilisha sheria kwamba economic thieves,
wanakuwa sentenced to death. Lazima sheria ibadilike kwa sababu saa hii Wakenya wapendi wakora, wapendi wezi. Mtu akiiba simu ama yende ibe pale kwa mama mboga ama ibe nguo, Wakenya wanampiga na mchoma. Hiyo si haki. Lakini nataka kwamba mahakama sheria ibadilishwe pale bunge kwamba ukipatikana umeiba pesa za serikali, pesa ambazo zingine kama ni za avoidable housing ama za SHA. Avoidable housing. Avoidable ni kusema ni affordable ama ni avoidable? Ni avoidable. Fa hiyo kitu hata mnafaa kuondoa kabisa. Mimi kwa serikali yangu nitaiondoa. Kama umeiba pesa yote ya serikali na upatikane kwamba kuna hatia, unakuwa sentenced to death. Unajua tunapenda kusema kwamba China wanatupatia pesa, China wamejenga barabara. Ukienda China, wale ambao wanapatikananga na makosa ya kuiba pesa za umma wanapigwa risasi. Ni firing squad. Mnawekwa pale mpigwa risasi. So pale Uhuru Park tutakuwa na siku za kunyonga watu. Mawaziri, wabunge, magavana, ma-MCA. Ukiwa rais? Nikiwa rais. Wale wote ambao wamekuwa wanatubia katika nchi hii, wamefirisha nchi hii, lazima wanyongwe. Ndio Kenya iendelee. Na mali ambayo wameiba lazima irudishwe. Na tutafanya hivi, tukishachukua serikali, tunapatia up to amnesty 90 days. Ile ambayo umeiba, kama umeiba shamba ama pesa, ukirudisha hakuna shida, utasamehewa. Ukikosa kurudisha upatikane, upelekwe kotini, lazima uhukumiwe kifo. Na la pili, tunatakuwa tunapatia watu whistleblowers. Kama unajua kwamba kuna pale pesa zimefichwa ama mtu fulani ni mlagai na pesa ziko pale fulani, unapata percentage ile pesa ambayo tutakuwa tuna recover. So tuna incentivize watu wakuwa whistleblowers, watuambie pesa zimefichwa wapi. Nina shauku na hili sababu katiba ya Kenya inasema kwa kimombo unasema right to life. Yes. Kisha ukishaondoa unachukua uhai, wewe umekuwa kama kwamba wewe ni Mungu jamani. Hapana, kama sababu ni sheria ya Kenya. Kuna mtu amenyongwa tangu mwaka 1987. Yes, ambao walihusika katika 1982 kuu. Lakini wanasaiwa wanapeleka sentence to death, unakuwa life in prison. Lakini life in prison ama jamaa bado watasumbua tu. Wacha tumalizane nao ndio kuwe na uoga wa kifo, kwa sababu ule mwizi ukiba pesa mingi unataka kufa, unataka kuishi maisha marefu, unataka kuwa around enjoy pesa ujivinjari nayo. Lakini shida ni kwamba as long as you're alive utatusumbua tu. So wacha sheria ibadilishwe ndio watu wajue kwamba ukienda kuiba pesa ya umma unacheza na shingo, utakufa. Kwa hivyo haina haja uibe, upatikane, upoteze uhai. Leo hii kuna hii Nairobi tu saa hii, leo hii kuna polisi wataua vijana leo hii. Hii Nairobi tu watasema kwamba ni washukiwa walikuwa na bunduki, wizi wa mabavu. But kuna ile wizi bila mabavu, lakini wizi unaharibu nchi kabisa. Zaidi ya wizi wa mabavu. Ndio unasababisha wale vijana wakose elimu, wakose kazi, wakuwe wakora. So wao wakora kubwa wa suti, wale ambao wamejaa bunge na wale wako State House, hao ndio tunaendea sasa. Lazima wanyongwe. So tunasema nyonga hao, okoa Kenya. Mtu atajiuliza akiwa nyumbani, Boniface Mwangi unasema hivi ukiwa rais, mbona sasa hivi upeleke mswada bungeni tuone Boniface Mwangi amepeleka mswada bungeni, umekataliwa na wabunge walioko sasa hivi. Mbona usianzishe mswada kusema wanyongwe sasa hivi? Au wakora hawezi tikia, unajua wao ndio watanyongwa wa kwanza, hawezi tikia. So wacha tu ndio naambia Wakenya. Mbona usijaribu Wakenya waseme Boniface alijaribu? Naambia Wakenya, chukueni kura, kila mtu kuwe kadi. Chukueni kura, tufagie wote, tupitishe sheria ambazo zitachunga mali ya wananchi. Wanasema, na nimemuona wakili mmoja mtajika kule kwenye mitandao akisema hata mahakamani kuna ufisadi mkubwa. Ndio. Pia majaji tunanyonga pia. Sasa nani atahakikisha kwamba hawa watu ambao wamekamatwa wamepitia sheria zilizoko, hawajatumia fedha kuhakikisha kwamba wameondoka? Utafanya nini? So tunafanya, itabidi tukianza, unajua samaki huweza kutoka kwa kichwa. Kama samaki hajiweza kutoka kwa kichwa, samaki ni msafi na ni mzuri. Kama mimi mwenyewe sina kashfa ama sihusiki na ukora wowote, nita clean judiciary, nita clean polisi, nita clean EACC, kuhakikisha kwamba wale ambao wanafanya kazi pale ni watu wasafi kabisa. Kitu la pili, kesi za hizi wizi wa mali ya umma, hizi kesi zote zinafaa zisikizwe. Ni kama mimba, unajua unapata mimba unazaa na miezi 9, si ndio? Kesi inaanza hadi miezi 9 inakuwa imeshakamilika. Hadi ukijifanya wewe ni mgonjwa, uko na diabetes, unasema uko na ukimwi ama ni leukemia, tunakuleta kotini kwa ile kitanda yako. Unasikiza kesi hadi kesi kisha, kwa sababu shida kubwa ni kwamba kesi inaanza, inachukua miaka 5, miaka 6, miaka 7, then inatupwa nje.
kesi ziharakishwe, wenye waliharakisha kuiba pesa zetu. Haya, naona wale ambao ni wafisadi ni kama muda wenu umekamilika, ila Wakenya wengi hujiuliza ni wanasiasa ambao wanapora pesa ama ni Wakenya wanapenda kuitisha wanasiasa pesa? So kuna Wakenya si asilimia kubwa wanapenda kuitisha wanasiasa pesa, na wanawafanya wapore mali ya umma kwa sababu tunazoea, lakini si Wakenya wengi ambao ni wafisadi, kwa sababu ukiangalia katika uchaguzi uliopita kulikuwa na watu milioni 14 walipiga kura. Uwezi niambia watu milioni 14 walipewa fedha ama walihongo ndio wapige kura. Kwa hivyo kuna squad ndogo sana ambayo inachukuanga pesa sana. Ndio unaona hakunanga rally ambayo unaweza pata imejaa na watu hajalipwa. 80% ya watu wanaenda kwa rallies, watu wamelipwa. Wamekuwa facilitated ndio kwenda kwa rallies. But Kenya kuna the silent majority ambao hawaendi kwa mikutano ya kisiasa, hawaandiki kwa mtandao, lakini wanapiga kura. Hao ndio nawaambia, mimi naomba mnipe nafsi ya kuwa rais wenyu. Kama wewe ni mmoja wale watu milioni 10 ambao kupiga kura ile uchaguzi uliopita, na kama wewe unapiga kura kama mpiga kura mpya katika nchi hii, naomba unipe nafasi nikutumikie na nipigane na ufisadi, kwa sababu maisha ni bei ya juu Kenya, ama ni bei ghali Kenya, kwa sababu watu wana factor corruption. Kila kitu ni corruption. Yeah. Haya, Boniface Mwangi ni mwaniaji wa urais, anasema kwamba yeye ni mkweli mweupe kama pamba. Alisema awali kwamba atatafutiwa kesi zozote, lakini ya ufisadi hatapatikana kule. Haya, chukua mapumziko mafupi, tukirejea basi tunaendelea na mdahalo mzima kuhusu uongozi wa nchi. Atatuelezea manifesto yake inasema nini, sababu anasema masomo yatakuwa ya bure. Ni bure bila ashi ama ni bure tu? Tutajua. In my administration, there will be no corruption. There will be zero corruption. The 2027 elections are about decorum, decency, and dignity. It's about creating a kinder nation. Quality healthcare will be free. Afya bora ya bure. Not this she scam, this scam that they're running. Anaitwa Boniface Mwangi, ni mwaniaji wa urais na mwanaharakati shupavu anajulikana. Alikuwa kwenye vuguvugu ambalo liliongoza maandamano mwaka 2024 wakati wa Kenya wengi walipinga mswada wa fedha mwaka huo, na vile vile mwaka jana kulikuwa na kumbukumbu kwa walioaga mwaka 2024. Anasema bado kutakuwa na maandamano mwaka huu, atakuwa kituelezea tukifunga. Ila hili nianza na hapa, anasema kwamba matibabu yatakuwa ya bure, masomo yatakuwa ya bure. Boniface Mwangi, saa hizi serikali ya William Samoei Ruto imetoa bilioni 702.7 ambazo ni asilimia 28 ya bajeti yote kwa masomo. Ndiyo. Utatoa wapi pesa za kuwapeleka watoto wetu wote wa sekondari na shule za msingi kupata masomo ya bure? So bila malipo. Budget ya nchi yetu ni 2.4 trillion. Tunafaa tutumie asilimia nusu hiyo pesa iende kwa masomo. So half of our national budget inafaa kwenda kwa masomo, kwa sababu ukielimisha watu hapo ndio pesa itatoka. Watoto unafaa tunataka kustandardize mashule nchi nzima. Shule ambayo iko Korogocho ama yenye iko Turukana, yenye iko Lamu, yenye iko Kisumu, iko na kwa the same standard. Inakuwa kama iko na laboratory, kama iko na library, the same standards. Then kuna walimu wengi ambao hawana kazi, andika walimu wote kazi. So unahakikisha kwamba kila mtoto amesoma. Zile nchi ambazo zimeendelea mbele, ambazo zimetupita kiuchumi, watu walipata elimu na walipata afya. Watu wakiwa na elimu na afya, nchi itaendelea. Kwa kimombo watakuuliza how practical is this? Sababu ukichukua nusu ya hizo pesa, basi afya, pesa za afya utatoa wapi? Bado pesa ya afya itapatikana, kwa sababu ukiangalia kwa serikali, shida ni kwamba pesa zinaenda kwa ufisadi. Kama unapata dawa ya Panadol, serikali inanunua shilingi 100 badala ya shilingi 10 ama shilingi 5. Kuna dawa zinaitwa generic medicine. Serikali ya Kenya inaweza produce their own medicine. We just lower the cost of energy, kwamba tuhakikisha kwamba tuko na si wenyewe madawa tunajitengenezea, hatunafanya ile biashara iko KEMSA, wananunua vitu bei ya ghali na bei ya juu. Vitu mbili zifai kwa biashara. Elimu na afya zifai kwa biashara. Elimu na afya ni haki kila mwananchi na zinafaa kuwa bure kwa kila mwananchi. Kuna swala la CBC, mtaala huu mpya wa elimu.
ambao wengi wanaukashifu, ila kuna wale ambao wanasema maisha ya baadaye ndo huu mtaala. Utafanya nini mtaala huu? So hii CBC either mrudishe walimu shule wasome venye wata implement CBC, ama tukate our losses turudi kwa 844, kwa sababu CBC haifanyi kazi na isaidi. Kuna the practicality ya CBC haiko hata kidogo. It doesn't make sense, doesn't work, because the problem is wale walimu ambao wanafunza CBC au wenyewe hawaelewi CBC, and then unapata zile vitu unahitaji kufunza CBC hatuna. So tufanye hivi, either tukate turudi 844, ama tuweke pesa kwa CBC. Sikiza, ufisadi uko hapa. Wabunge wafai kuwa na CDF itolewe. Hii mambo ya wabunge waende bunge wapitishe sheria na wadiscuss mjadala wa nchi na wapatie oversight kwa executive na wachunge mali yetu. Kazi ya mbunge kupatiana bursaries, hiyo ni ukora tupu. Hapo ndio wanatubia pesa. So hiyo pesa yote ambayo tunapatiana huko nje irudi hapo. Then serikali ikate budget yake. Unapata Rais Ruto wako na msafara wa zaidi ya gari 100. Tunanunulia wabunge magari, tunachokununulia wabunge magari. Zile msafara za kwenda nje tuache, tufanye Zoom meetings. We must live within our own means as a country. Umenikumbusha sababu umezungumzia la CBC, na nimekumbuka wakati moja ulisema watoto wako hawasomi masomo ya CBC ya kawaida. Ndiyo. Na ulipigwa sana mitandaoni sababu watoto wako hawasomi masomo ambayo watoto wa kawaida wanasema. Kwa kimombo, you do not feel Kenyan sababu watoto wako hawako kwa hiyo system. Tuambiaje? No, I feel Kenyans na wapatia kama shule zingekuwa mzuri ambazo ni za CBC, ningewapeleka wafanye CBC, but CBC ni mbovu na ifanye kazi. Na kwa sababu kile kitu nataka kila Mkenya apate ni elimu bora, vile watoto wangu wanapata elimu bora. So ile standard ambayo mtoto wangu anaenda shule ndio nataka kila Mkenya awe nayo. Kwa hivyo kama wewe ni mzazi katika nchi hii na unataka kulipa karo ya shule, na unataka shule ikuwe kama zile shule za private, nipatie kazi, nikutengenezee nchi, nikuchungie mali, elimu itakuwa bora ya bure. Elimu ya bure. Elimu ya bure ambayo ni bora, si bora elimu tu. Sasa kuwa rais nchini Kenya, sasa tupige siasa. Kuwa rais nchini Kenya, wanasema wengi, sio rahisi. Unahitaji kwanza mabilioni ya pesa. Boniface Mwangi, pesa za kuwa rais utatoa wapi? Kupiga hata kampeni yenyewe humu nchini. Kwa hii manifesto yangu niko na namba ya simu hapa, ni 5010-215. Ashaitangaza hewani jamani. 5010-215. Naomba pesa. Naambiwa Kenya, kila Mkenya ambaye anipigia kura nitumie tu shilingi 10 kila wiki. Ukisema hivyo umenikumbusha, ilikuwa sijui ni kama ni Koda ama Nenasa, na wakati huo Kalonzo Musyoka alishikilia kibango akisema paybill, tumieni pesa hapa. Hizo pesa hadi leo watu wanajiuliza zilienda wapi. Boniface Mwangi, hizi pesa unataka ugawie upeleke wapi? Za kufanya campaign, za kufanya manifesto, za kuweka gari mafuta, za kulipa watu ambao wanafanya nao kazi. Mimi ndakuwa accountable kwa Kenyans. Sasa Morara Kebaso ndio alianza hivyo akiitisha Wakenya hela. Ndio. Kwamba anataka kuibwaga serikali ya sasa na kituonyesha miradi, na amefanya kazi kuntu kutuonyesha miradi iliyofeli. Kisha Morara Kebaso akashindwa, akasema ameachana na hayo mambo kabisa. Utapata pesa zetu alafu kisha uingie mjini upotelee? Asitaingia mitini ndugu yangu. Mimi nilikuwa napigana na ufisadi kwa zaidi ya miaka 17. Kwa hivyo kuna wale ambao walianza jana ama juzi, au siwezi kuzungumzia mambo yao. Wakenya wananijua kwa sababu nilikuwa nafanya hii kazi ya kupigania nchi yetu kwa muda mrefu sana. Sijaigeuka na sijaiba na sijaikuwa na kashfa yoyote. Kwa hivyo sina wasiwasi kwamba zile pesa ambazo mtanipatia nitazitumia vizuri, na nitakuwa nawapatia kwa kila wiki, nakwambia wiki hii shilingi yako 10 ilifanya hivi na hivi. Haya, sasa miungano, sababu naelezwa nina dakika 3 za kumalizia. Utawezaje kuwaleta Wakenya pamoja kupigia kura? Tunajua nchi hii ndio uweze kuendelea, lazima kuwe na miungano. Tutakuona mkishikana na kina Fred Matiang'i, Rigiji. Matiang'i hakuna pale unaweza pelekana na yeye. Au Jamali iba shamba ya serikali, akauzia serikali. Wao jamaa ndio Rivayala Bodies, Kenjakoma Brothers. Kuna mauaji mengi ilifanyika sana akiwa waziri. CBC pia ni mbovu kwa sababu ya Matiang'i. Kuna huu jamaa sasa anajiita mimi ni Sifuna. Unaweza ungana na hao? Sifuna na Babu tunaweza ungana. Hao nawapatia wanafanya kazi nzuri sana. Hao tunaweza ungana. Hao ndio vijana ambao wanaweza peleka nchi mbele, si wazee wa KANU. Watu ambao walikuwa katika serikali ya KANU
hawezi peleka nchi mbele. Tukimalizia, ulisema kwamba kuna vijana milioni 10 ambao hawakupiga kura, ambao wana nafasi ya kupiga kura. Ikiwa wanatazama wakiwa nyumbani, utawaelezaje? Waeleze pale. Niangalie wapi? Hapa. Jina langu ni Boniface Mwangi, nimekuwa mwanaharakati kwa miaka 17, nimekuwa napigania nchi hii, nimetekwa nyara, nimepigwa, nimefungwa jela na sijai uza wa Kenya. Naomba nafasi niwafanyie kazi kama rais wenyu. Mkinichagua na kisha kwamba kutakuwa na maji ya bure bila malipo, elimu bila malipo, afya bora bila malipo, na nitafunga wakora. Wale wote ambao wameiba pesa zetu tutawanyonga. Kenya hii itakuwa bila ufisadi. So naomba tujenge Kenya mpya na Boniface Mwangi. Boniface, naelezwa niulize hili kabla tujaondoka. Pesa zako hutoka wapi? Sababu wanasema umekamatwa mara kadhaa, sababu wanasema unapewa pesa na mataifa ya nje ili kuangusha serikali, sana hii ya Rais William Ruto. Pesa umepewa ngapi kutoka mataifa ya nje? Sijapewa pesa zozote. Kama ningekuwa nimepewa pesa, serikali ingekwambia yenyewe. Serikali, unajua katika nchi hii hauwezi kuwa na benki bila kutumia serikali. Sina pesa yote kutoka kwa wafadhili wowote. Wakenya ndio wafadhili wangu, na nikishikwa natolewa na mawakili wa Kenya ambao wananipigania bure. Kama Martha Karua ni wakili wangu, nikishikwa natoa bure. So silipi hata mawakili. Anaitwa Boniface Mwangi, ni mwanaharakati na mwaniaji wa urais mwaka 2027. Anasema ikiwa hujachukua ile kura yako ukiwa nyumbani, ni wakati mwafaka uchukue kura yako, umpigie kura mwaka 2027. Naitwa Frederick Mitiriri. Imekuwa ni furaha yangu kuwa nawe tangu tulipoanza mwendo wa saa 1. Naona sasa zinaenda kugonga saa 2 majira ya Afrika Mashariki. Shukrani sana, tulikuwa na Bi Atieno kwenye lugha ya ishara. Muwe na usiku mwema hadi wiki ijayo kwenye Mduara. Nasema asante sana, na asante sana Boniface Mwangi. Asante, nashukuru. Asante. Asante.